Kipindi kimoja Askofu Gwajima aliweza kusema kwamba kuiba uchaguzi ni rahisi, lakini kuliongoza taifa ambalo limemeguka ndiyo mtihani. Na hilo nimeweza kuliona ndani ya hii serikali ya Samia. Waliiba kura, wakajitangaza, wakajiapisha, wameshindwa kuongoza. Taifa limemeguka. Taarifa ambazo zinanifikia ni kwamba kiongozi wa vijana katika umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM tawi la Mbeya, akiwa na baiskeli yake jana mnamo siku ya Jumanne usiku mida ya usiku saa 4, ghafla alivamiwa na watu wasiojulikana na kukatwa mapanga mpaka kupelekea umauti. Mashuhuda wa tukio wanasema amekufa kifo kibaya baada ya kukatwa na mapanga sehemu mbalimbali za mwili, kisha baiskeli yake kuwekwa juu ya mwili wake. Nasikia mpenzi mtazamaji, hizo ndizo taarifa ambazo zinanifikia kwenye studio zetu. Yaani kule Mbeya, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM tawi la Mbeya mjini alifariki kwa kukatakatwa mapanga na watu wasiojulikana tarehe 17 mwezi wa pili usiku alipokuwa njiani akisafiri kuelekea nyumbani. Yaani mpaka watu wameweza kuandika kwamba asante Mungu kwa hichi kidogo. Jinsi ambavyo unaona hapo, asante Mungu kwa hichi kidogo. Tanzania yetu tunaelekea wapi? Maana kifo kinatokea, badala ya Watanzania kuweza kuungana pamoja kukemea tendo kama hili, Watanzania tunafurahia. Na yule ambaye aliweza kusababisha haya yote mpaka wananchi wamepandwa na hasira, Chama cha Mapinduzi kikipatwa na msiba wananchi wanafurahia, ni Samia. Unajua sasa huyu mwenyekiti ama ukipenda huyu kiongozi au ukipenda mwenyekiti wa UVCCM tawi la Mbeya kuuawa, kunakuja siku chache baada ya mwenyekiti wa chama cha CCM tawi la Itumbi mwenye anaitwa Elias Richard Sambala kuuawa katika wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya. Yaani Mbeya imekuwaje? Mnaelewa, Elias alipatwa shambani juzi tu, haijaweza kupita hata siku 4. Mnaelewa, Elias aliweza kupatwa shambani akiwa amejeruhiwa kwa kukatwa kichwani na aliweza kufariki dunia muda mfupi baada ya kuwasilishwa hospitalini katika wilaya ya Chunya. Unajua umewahi jiuliza ni kipi ambacho kinasababisha mpaka hawa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wameanza kushambuliwa?
Naona wabunge kwenye upande ule mwingine wanapata ajali, upande huu viongozi wengine wanachinjwa. Kama wewe ni mgeni, piga subscription, bonyeza kengele ili tuendelee kuhabarishana yale ambayo yanatendeka. Sababu ya kwanza ambayo inachochea mpaka mambo kama haya kutendeka, mpenzi mtazamaji, ni unapata serikali imeweza kutawala taifa letu la Tanzania kimabavu. Angalia hichi chama cha CCM jinsi ambavyo wanashambulia kwa maneno vyama vingine vidogo kama vile chama cha Chadema. Wamejaribu kukifungia, lakini chama hichi kimekataa kufungika. Wamekamata mpaka kiongozi wao Tundu Lissu, viongozi wengine wa chama cha Chadema, yani Chama cha Mapinduzi Tanzania, wanasema kwamba watatawala taifa letu la Tanzania mpaka Yesu arudi. Maneno kama haya unajua hayawezi yakawafurahisha wananchi, hayawezi. Eti watatawala mpaka Yesu arudi, wananchi hawawezi wakafurahia. Namba mbili, hawa viongozi kuna vile ambavyo wanajisikia kwamba wao ndio wako madarakani, wanaona wananchi kwamba watu ambao hawafai. Sasa unapata kwamba wananchi wamekasirika, mpaka unapata kwamba kuna chuki ambayo inajengeka. Viongozi hawa, sababu nyingine ambayo inafanya mpaka matukio kama haya kutendeka kwenye vijiji, wananchi wamekasirika sana na serikali hii ambayo iko madarakani, lakini viongozi hawa ndio wanatetea serikali hii mashinani. Sijasema kile ambacho kilisababisha hawa kuuawa ni kwa sababu ya serikali, lakini jua kwamba wananchi wako na hasira na hii serikali, wako na hasira na hii serikali ya Samia. Hilo ndilo ambalo unapaswa kujua. Kwa hivyo mahala ambapo Samia yupo, rais wetu wa mchongo, anapaswa kujua kwamba wananchi wanamchukia yao yote. Asante kwa kunisikiliza.